ya umri ukifika. Tunasema sana wale watu wazima kidogo kwenye miaka 50 na kitu ni rahisi zaidi kupata stroke, sababu hatujui kwa sababu gani, na utatuambia kama kidogo na utaalamu huo. Lakini sasa tutazame kundi sasa hivi hata vijana tunapata stroke. Sasa tuzame kati ya makundi hayo mawili, ipi ambayo inagusa zaidi kwenye upande wa wazee kwa umri, lakini nyingine inagusa kwa umri wa katikati? Okay. Kwanza ukisema ipi ambayo inatokea watu wengi, maana yake ni ischemic. Ischemic inachukua 80 mpaka 87. Yaani katika tukichukua watu 100 wenye stroke, basi watu 80 watakuwa na stroke ya ischemic, na huenda 17 au 20 ndio wakawa na hemorrhage. Kwa sababu hemorrhage ni mara nyingi inasababisha mtu kapata kama ajali, kwa sababu inasababisha kupasuka kwa vile mishipa ya damu kwenye kichwa. Lakini unaposema ischemic ndio ina asilimia nyingi, kwa sababu ni maisha ya kawaida ya watu. Tunasema mtu, ndio maana nimesema watu wanaovuta sigara ni wengi sana. Maana hiyo ni risk. Watu wanaotumia vitu vya mafuta, chips hizo, vitu vya kukaanga, inakuwa ni risk. Watu wenye blood pressure na stroke inaongezeka kwa sababu watu wenye blood pressure. Yaani sasa hivi takwimu inasema dunia nzima 25% ya dunia nzima watu wana maradhi ya pressure. Iza hiyo kubwa hiyo ndogo. Na sasa ukisema pressure risk factor, yani ni sababu kubwa, kwa sababu mtu mwenye pressure kubwa inaweza kapelekea zile blood vessels kufanyaje, kupasuka, kwa sababu pressure yake inakuwa kubwa. Na mtu mwenye pressure ndogo inaweza kapelekea amount zile za ambazo nilisema oxygen na nini na nutrients kwenda kwenye kichwa zitakuwa ndogo, kwa sababu pressure inakuwa chini. Na risk nyingine hii inapata watu wengi kwa sababu ya factor kama ya diabetes, kisukari. Tunasema kisukari kina tabia kwenda kuharibu zile layer au zile kuta za mishipa ya damu na kuvuruga ule mwenendo wa damu usiwe kawaida. Sasa hii na inakuwa ni risk, na dunia nzima sasa hivi 10% ya watu wana kisukari. Kwa hiyo unaweza kuona kumbe ischemic ndio inakuwa zaidi kwa watu wengi compare na ile na hemorrhage. Na kwa upande wa miaka kama tulivyouliza madam, kwa most kwanza stroke inapata wanaume compare na wanawake, lakini sababu haijulikana mpaka sasa hivi. Na miaka inakuwa ni miaka kuanzia miaka 65. Lakini sisi tumejaribu kufuatilia kama wanafunzi, tumejaribu kufanya research, maana haijaweka wazi, tuwagundua wenda ni kwa sababu ya stress. Wanaume wana stress zaidi kwa sisi. Yaani wanaume wana stress za nyingi za kimaisha, familia, mke, watoto, fanya nini hajapata pesa. Wenda tukahisi kwa sababu haijaweka wazi mpaka sasa hivi kwa nini wanaume wengi hupata stroke kulingana na wanawake. Sisi tumehisi sababu itakuwa factor ya stress. Sababu stress inasababisha tuseme kama disruption ya blood flow, yani hizo damu tunasema kama unapata pressure kubwa ya damu. Unapokuwa na stress sana, maana yake damu yako inakuwa katika high pressure compared na mtu ambaye yuko na mkojo. Tumehisi itakuwa ni sababu. Lakini pia tumegundua wanawake katika miaka 85 na kuendelea wana risk pia kupata stroke. Na mambo mengine sasa tutasema labda kama genetic, yani familia uko washai kupata hiyo. Kwenye risk pia. Fanya research ya kutosha kwenye hili, alafu mkirudi chuo watatu mje mtuambie kwa nini wanaume, sisi mkasema wanaume wanapata zaidi. Tunaona stress sisi. Stress hapa tuseme shida. Stress inakuta kukaa kimya tu. Umezungumza vizuri sana kwamba vifaa ambavyo mnavitumia na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini tuambie katika hatua za awali, mgonjwa anapofika huwa mnaangalia vigezo gani ili huyu tumpatie physiotherapy ama huyu anahitajika kwenda kwenye matibabu ya kawaida? Okay. Hizo mara nyingi si kama physio nilisema mwanzo, tunahusiana na physical, mambo ya nje zaidi. Tunatibu nje lakini pia mpaka ndani. Sasa kuna saini au viashiria unaweza kuviona. Tuzungumzie kama ile sensation au kuhisi kwake, mara nyingi kwanza kunapungua. Ukimshika ule upande mmoja ambao una matatizo, yeye anakuwa haisi chochote. Kwa hiyo utaona moja kwa moja huyu. Sasa kwa upande wa madawa, sifikiri kama kuna madawa ambayo yanaweza kusaidia hivyo. Ila si kama physio tuna technique za kuweza kumfanya mtu aweze kuanza kuhisi sasa anashikwa, anafanya nini. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa mtu utamuona kama ana weakness upande huu mmoja.
Yani ukimwambia hawezi, unaona akimwambia niweta mkono na kwa hawezi. Sasa si fizi tuna vifaa vya kuweza kufanya mambo kama hayo mtu aweze kufanya hivyo, lakini pia nafikiri ni kwa sababu ya zile nerves zake zinakuwa hazifanyi kazi tena. Sasa sisi ndio tuna vifaa vya kwenda kustimulate au kuactivate kama kuamsha zile nerves zianze kufanya kazi tena. Ya utamkuta pia hata tuseme kama uongeaji wake unakuwa ni wa shida, na mara nyingi unakuta kama uso kama umedepress, unakuta kama mdomo uko chini, mwingine uko juu kama hivi. Kuona kwake kunakuwa sometimes mpaka tabu. Anaweza kaona kama watu kama wapo wawili mbele yake, au anaona kama blood, kama giza fulani, kama ukungu. So kwa mtu wa namna hiyo, kama alimweta ambaye umezungumza kwamba yule ambaye hawezi hata kunyanyua ule mkono kwa kutumia tiba hii ya viungo, anapata muda gani anaweza kuchukua kwa ajili ya kumtengeneza kwa hivyo vifaa ili angalau akapata ile hata kunyanyua viungo vyake? Hapo sasa unaongelea hiyo kwa muda mtu kupona au kuanza kujisikia afadhali, inategemeana na progression yake mwenyewe. Mara nyingi hatuwezi kusema huyu na muda gani, lakini mostly yani lazima tofauti iwepo. Mtu aliyopata stroke sasa hivi akawa hospitali na yule aliyopata stroke miaka 3 akaona mimi sina tiba akawa amekaa. Sasa progression zao zitakuwa lazima ziwe tofauti. Ndio maana tunashauri mtu anayopata stroke moja kwa moja anatakiwa ndani ya masaa 3 mpaka 5 mtu apeleke hospitali. Sababu huwezi kujua ana type gani ya stroke alafu unamfanyia matibabu. Tuseme mfano tumeongelea hemorrhage, sio? Hemorrhage maana yake zile mishipa imepasuka. Maana yake kienda kumpeleka kwa mtu anayefanya massage au kuchua, ile mara nyingi inaongeza pressure ya damu. Kwa unapoongeza pressure ya damu katika mishipa iliyopasuka, moja kwa moja inazidi kupoteza kiwango cha damu kinakuwa nje. Kwa sababu unaposukuma damu endelea kupita, maana yake ndio kutoka nje. Kwa hiyo unakuta mtu anazidi kuvimba zaidi. Kwa kujua na aina gani ya stroke, huwa unamfanyia massage. Kitu cha muhimu huwa tunakosea, lazima umpeleke kwa daktari amcheke na aina gani ya stroke, na hapo kwamba ndio na aina gani ya stroke, huwa unamfanyia cha damu kinakuwa nje. Kwa sababu unaposukuma damu endelea kupita, maana yake ndio kutoka nje. Kwa hiyo unakuta mtu anazidi kuvimba zaidi. Kwa kujua na aina gani ya stroke, huwa unamfanyia massage. Kwa unakuwa mwili kama moja unakosea, lazima umpeleke kwa daktari amcheke na aina gani ya stroke, na aweze kuandaa matibabu gani ambayo yatamfiti. Pia katika stroke kitu cha muhimu huwa tunajaribu kuhimiza watu kwamba mtu anapata stroke usimfanye chochote. Sababu kuna watu akili wao inawajia kwamba labda tumpe maji kidogo au chakula aweze kupumzika, sio? Sasa tunaposema brain imeshakuwa infected, maana yake brain ndio inafanya control mwili mzima. Sasa maana yake hata mambo ya swallowing kila kitu yanafanyika na nini, na brain haifanyi kazi. Sasa mtu kama huyu ukisema umpe maji au chakula, kuna uwezekano wa njia ya kupeleka msosi kwenye tumbo ikakosea, vitu vikaenda kwenye lungs au kwenye mapafu, akapata tena kitu kingine ambacho kinaitwa pneumonia. Kwa hiyo tunawashauri watu sana, mtu anapomuona katika saini ambazo tunakuwa tushawafundisha au ishara au dalili, wasimfanyie chochote. Maana mtu anapata stroke sudden na lose conscious, yani moja kwa moja anapoteza ufahamu. Sasa mtu kama yule ukimuona na kama kasimama, maana yake atadondoka, au kama kalala tena hawezi kuamka, au kuamka jeu kunakuwa ni watabu. Utamuona hata kuongea kwake inakuwa ngumu, kuelewa kwake mwenyewe inakuwa tabu vile vile. Mwili ushakuwa weakness, ukimgusa hisia hana, nguvu tena hana, na unajua kunakuwa vile vile ni watabu. Sasa mtu kama huyo tunaambia watu mkishampata au mkishamuona usimfanye chochote, na jilinda na masaa 3 mpaka 5 mpeleke hospitali, then daktari atajua namna gani aweze kumsaidia. Tumezungumzia stroke sana, lakini wakati mwingine tunakutana na watu wengine ana changamoto ya ganzi ambayo ni ndogo. Labda wakati mwingine anashika kitu kama anapoteza uwezo wa kukamata vizuri kinamwanguka. Ana ganzi nayo ni dalili ya stroke ama ni shida yake inakuwa nini, na tiba yake inakuwaje? Anatakiwa aje kwa physiotherapy ama kuna nini ambacho anatakiwa kufanya mtu ambaye anasumbuliwa na ganzi? Wakati mwingine ni ya mkono ama ni ya mguu, anapokanyaga haisi kitu ambacho amekikanyaga, ni dalili ya stroke nayo. Yaani ukisema ganzi au ukisema stroke na ganzi ni kama vinaingiliana, kwa sababu zile mechanism moja. Na tukisema ganzi pia tunaweza tukasema dalili ya stroke, kwa sababu tunaita kama numbness kitaalamu.
Sasa lakini hatuwezi tukasema moja kwa moja ni stroke, kwa sababu tunaposema tu stroke, lakini tunakuwa tumesema moja kwa moja katika brain ambao upande mmoja wote unakuwa affected, yani unakuwa na matatizo. Lakini unaposema ganzi katika mkono, maana yake umeshaenda kuspecify. Sasa kitaalamu sie huwa tuna nerves na tuna nerves root zake, yani tuseme kama kwenye kichwa ndio kuna ubongo mzima ambao una control mwili mzima, lakini utakuta kuna nerve root, yani sehemu nerve nyingi zimejishika. Sasa huenda labda kwenye shingo hapa ambazo nerve zinakuja huku kuna tatizo, au ambalo yani linaleta hiyo tatizo kama ya mtu kutokuhisi ganzi. Lakini haya ni matatizo yote ambayo yanasababishwa na nerves. Yani ukisikia mtu analalamika ganzi, na ganzi mara nyingi inaambatana na mtu kupoteza uwezo wa kuhisi unapomshika. Sasa hiyo moja kwa moja inakuwa ni ganzi. Physio wanafanya vitu kama hivyo vizuri sana, lakini mara nyingi kushika maana yake moja kwa moja, kwa sababu nguvu zote zinaletwa na nerves. Muscles au tunasema kama mishipa inaweza kaa vizuri, lakini kinachofanya ile kitu ifanye kazi ni nini? Ni hizo na fasa nerves zishakuwa compressed, zimekandamizwa, kwa zinakuwa zifanye kazi kama inavyotakiwa. Hizo tuna vifaa maalum vya kutumia na mazoezi, mtu anarudi kama kawaida. So mtu anapoona dalili kama hizo, ni vyema kukutana na physio kwa kuweza kuprevent mtu yani develop zaidi, kwa sababu inaweza kafikia sehemu sasa sawa fanya kazi. Inawezekana pengine tumeangalia zaidi kwa labda watu wazima, kwa watoto hii inatokezea kama hiyo pengine, na wanafanyaje pengine katika kuhakikisha labda tunawapanga mtiba watoto? Watoto pia inawezekana, kwa sababu tunavyosema kwa mfano kama compression za hizo nerves ni staili tu ya mtu kukaa, ambao tunaita kama post au kulala, au kazi unaofanya, au umepata accident ni kama ajali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamtokea mtu yote, akina umri, lakini most ndio tunapata kama ni watu wazima, lakini hizo riski zinampata mtu yote kwa sababu ya zile compression ya zile nerves. Nerve ikiwa ni mtoto mdogo, ni mtu mkubwa, unavyoicompress yani kuikandamiza, maana yake inapoteza ule ubora wake wa kufanya kazi. Na mara nyingi inatokea kwa sababu ya yani kama nilivyosema, kulala, kukaa, kazi unazofanya. Kwa unakuta kwa mfano mama wanafanya kazi hizi kama za nyumbani, ndio mwingi anakuwa kainama, wanafanya kazi hizi locally mitaani, wanafika nafanya nini, madereva magari makubwa, malori. Kwa mara nyingi utakuta na sababu kama hizo zinazosababisha hapo, kwa sababu ya jinsi wanavyokaa mgongo muda mrefu hivi. Sasa yule binadamu una tabia ya kuadapt vile unavyoishi wewe, na yeye unakuwa hivyo. Sasa